Tunaweza tukaketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkutano, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Mtaa Garden, haleluya. Machinjioni, haleluya. Kibaha, haleluya. Hey. Leo ni siku yetu nzuri, tunamshukuru Mungu kwa huruma zake. Mungu ameifanya tena, imekuwa siku nzuri, siku iliyojaa utukufu na nguvu nyingi za Mungu kwenye maisha yetu. Leo ni siku yetu ya kwanza, tunaanza mkutano wetu katika viwanja hivi. Na katika mkutano huu, nikwambie mtu wa Garden, mtu wa Machinjioni, mtu wa Kibaha, tegemea kuona makuu ya Mungu. Nisaidie kumwambia jirani yako, tegemea kuona makuu ya Mungu. Mwambie tena. Haleluya. Kwa nini tunakuambia tegemea kuona makuu ya Mungu? Katika hizi siku 4 tutakazo kuwepo katika viwanja hivi, Mungu yuko mahali hapa. Yupo kwa ajili ya kuokoa. Yupo kwa ajili ya kuponya. Yupo kwa ajili ya kusamehe dhambi. Yupo kwa ajili ya kuhuisha maisha yako. Kwa hiyo ni wakati mzuri kuwahi kutokea. Nikualike mtu wa mtaa wa Garden kwamba usikae nyumbani na magonjwa. Usikae nyumbani na shida zako, wakati Yesu anatembea katika mtaa wako. Haleluya. Amen. Basi ni wakati mzuri sasa. Twende tukasikilize maneno ya Mungu. Alafu baada ya hapo tutakuwa na kipindi kizuri cha maombi na maombezi. Haleluya. Leo kwa kuwa ni siku yetu ya kwanza, Bwana ametupa ujumbe mzuri ambao ujumbe wetu unasema siku za mwisho ni nyakati za hatari. Haleluya. Siku za mwisho ni nyakati za hatari. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za mwisho. Na hizi nyakati kwa kuwa ni za mwisho, Biblia inatuambia kwamba ni nyakati za hatari. Tutakwenda kuangalia kwa nini ni nyakati za mwisho, lakini pia tutakwenda kuangalia kwa nini ni nyakati za hatari. Haleluya. Sasa kabla hatujaenda kokote, hebu tusome maneno ya Mungu yanatuambiaje. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 3. Tutasoma mstari wa 1 na kuendelea. Tasoma katika jina la Yesu. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano utauwa, lakini wakizikana nguvu zake, na hao nao jiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu kuwachukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni siku nzuri tena ya kipekee ambayo Bwana umetupa kuweza kusikia maneno yako. Jioni hii ninakuhitaji tena Bwana, katika viwanja hivi Bwana, katika mji huu Yesu, ninakusionekana tena. Watu wa mji huu wanataka wakuone wewe. Watu wa mji huu wanataka wakusikie wewe. Watu wa mji huu wanataka wakuelewe wewe. Basi achilia nguvu yako ya usikivu ndani ya mioyo yao. Wengine wapo katika viwanja hivi, na wengine wako majumbani wanatusikiza, na wengine wako kwa barabarani. Roho wa Bwana wape neema ya kusikiza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Roho wa uweza na uzima, endelea kutawala mahali hapa ili
uendelee kuachilia uzima katika mioyo ya watu wa mji huu. Maana Bwana, katika siku hizi umekusudia kuokoa watu wa mji huu. Maana unao mpango mzuri kwa ajili yao. Maana unao mpango mwema kwa ajili yao. Basi achilia roho ya usikivu na utulivu. Ninasimama kinyume kabisa na roho zote za upinzani katika ulimwengu wa roho wa giza. Ninazinyamazisha katika jina la Yesu. Nguvu yako Bwana itawale katika anga lote na katika ardhi yote. Uweza wako na nguvu zako za kuokoa zitawale katika viwanja hivi, zitawale katika mji huu, zitawale katika jina la Yesu. Neema ya kutosha kutoka kwako itawale katikati yetu, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kila mwenye pumzi aseme amen. Kama ndani yako kuna pumzi, sema amen. Amen. Tumesoma maneno ya Mungu katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 3. Tumesoma kuanzia pale mstari wa 1, tumeishia pale mstari wa 6. Haleluya. Maneno ya Mungu tuliyoyasoma ni maneno makubwa sana na ni maneno ya muhimu sana ambayo tunapaswa kuyazingatia sana watu wa kizazi hiki. Haleluya. Nimekuambia kichwa cha ujumbe wetu leo kinasema siku za mwisho ni nyakati za hatari. Kwa nini tunasema hizi ni siku za mwisho? Hizi ni siku za mwisho kwa sababu hizi siku zilikwisha nenwa tangu zamani na Bwana Yesu mwenyewe na manabii wengine ambao Mungu aliwafunulia siri za nyakati za mwisho jinsi zitakavyokuwa. Haleluya. Na tunaona tangu wakati Yesu amepaa kwenda mbinguni mpaka sasa ni wakati wa mwisho. Biblia inatuambia ni wakati wa mwisho. Kwa nini? Mambo mengi ambayo yalitabiliwa na manabii, yalitabiliwa na Bwana Yesu, leo tunaona yanatimia katika vizazi vyetu. Haleluya. Na hiyo ni ishara mojawapo ambayo Yesu alituambia tuitazame sana. Hii ishara ya mambo kama haya yatakayotokea yatatuonyesha kwamba wakati tulionao ni wakati wa mwisho, sio wakati wa kufanya mchezo. Haleluya. Maneno ya Mungu yametuambia waziwazi hapo katika kitabu cha Timotheo kwamba siku za mwisho ni nyakati za hatari. Kwa nini zinaitwa nyakati za hatari hizi? Na mbona vipindi vingine hawakuambiwa kwamba nyakati walizo nazo ni nyakati za hatari? Naweza kukwambia kwa sababu ya kuongezeka sana maasi. Haleluya. Hizi zinajulikana kwamba ni siku za mwisho kwa sababu ya jinsi ambavyo maasi yanazidi kuongezeka kila uchao. Tumesoma katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya 3. Biblia inasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Haleluya. Haya yote ambayo tumeyasoma katika Timotheo tunaona hakika ndio yanatimia wakati kama huu. Biblia inasema ni nyakati za hatari kwa sababu nyakati hizi roho ya watu kujipenda wenyewe imeshika kasi. Ndani ya mioyo ya watu roho ya kujipenda wenyewe imetawala. Haleluya. Kwa kadri ambavyo siku zinaendelea kusonga mbele, ndivyo ambavyo uovu unazidi kuwa mwingi. Kwa kadri ambavyo siku zinazidi kusogea, ndivyo ambavyo uovu unashika hatamu ndani ya mioyo ya wanadamu. Maana watu wamekuwa wenye kujipenda wenyewe, watu wamekuwa wenye kiburi. Biblia imeeleza dhambi nyingi ambazo zitatawala katika siku za mwisho, na mimi na wewe ni mashahidi, tunaziona zinavyoendelea. Haleluya. Haleluya. Watu wamekuwa na kiburi bwana. Mwanadamu amekuwa na kiburi. Kiburi cha mwanadamu kimepanda juu.